hakuna maisha ya Mtanzania yatapotea kwa kuwa tu kumepungua fedha za misaada ama fedha kutoka kwa wahisani ambao tulikuwa tunashirikiana nao. Hizi ni baadhi tu ya hatua ambazo zimeoneshwa na serikali na zimechukuliwa na serikali inayoongozwa na Dr. Samia Suluhu Hassan katika kukabiliana na hatua zinazojitokeza katika masuala ya kiuchumi. Nitoe rai kwa Watanzania wote. Kwa Watanzania wote tunaoipenda nchi yetu, tusiruhusu misingi na nguzo za taifa letu zitikiswe, wala tusiingie kwenye mtego wa adui. Mheshimiwa Spika, sote ni mashahidi kuwa mataifa yaliyowahi kuingia kwenye mifarakano kwa kiasi kikubwa ilisababishwa na mizaha na kutokuheshimu misingi ya mataifa hayo. Maneno ya rejareja yasiyo na ushahidi ya mtu mmoja mmoja yasiyo na ushahidi, maneno ya rejareja ya taasisi ama baadhi ya vikundi yasiyo na ushahidi ama ya vyombo vya habari. Mheshimiwa Spika, wakati mwingine uhalifu wa mtu mmoja mmoja tu au wa kikundi hujitokeza kwa kuwa na tishio kwenye maisha ya kila siku ya mtu ama mwananchi wa kila mmoja. Ikumbukwe kuwa katika kipindi cha serikali ya awamu ya 3 viliwahi kujitokeza vitu vya aina hiyo. Mheshimiwa Spika, ulikuwepo uhalifu, watu walikuwa wanateka magari ya mizigo, tunayakumbuka haya. Wakati mwingine wanateka mabasi ya abiria na katika maeneo mbalimbali, na jambo la aina hiyo lilileta vitisho kwa wananchi wa Tanzania. Hata hivyo, Mheshimiwa Spika, vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vilisimama imara na kukomesha uhalifu huu. Vilikomesha. Katika kipindi cha serikali ya awamu ya 4 ulitokea uhalifu mwingine wenye sura tofauti ambao ulikuwa unaweza kuufananisha na sura ya kigaidi, uliohusisha urushwaji wa mabomu kwenye nyumba za ibada, mikusanyiko ya watu, mikutano ya hadhara, mashambulizi ya mtu mmoja mmoja, wakiwemo watu wenye ulemavu wa ngozi. Watanzania tumeyasahau haya? Yalitokea kwenye nchi yetu na yalileta utisho mkubwa: mikusanyiko, makanisa, misikiti, kurushiwa mabomu, mikutano. Hata hivyo, Mheshimiwa Spika, vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vilisimama imara na kukomesha uhalifu. Vilisimama imara vyombo vyetu. Katika kipindi cha serikali ya awamu ya 5 ulitokea tena uhalifu, watoto kutekwa na kuuawa, tunakumbuka hiyo. Mtu mmoja mmoja kupigwa risasi kwenye makazi yake, wengine kwenye kazi zao, na utekelezaji wa majukumu yake ya mtu mmoja mmoja uliathirika sana kutokana na sitofahamu hiyo iliyokuwa inahusisha mtu mmoja mmoja kulengwa na kuuawa. Mtakumbuka waliuawa wenye vitu wa vijiji kwa wilaya za Pwani, watakumbuka vizuri jambo hili, vitongoji, mitaa, na mbaya zaidi wengine walikuwa wanalengwa kwa nafasi zao na kwa itikadi zao. Wenye viti wa CCM wengi tulishuhudia pia miili kwenye magunia, mifuko ikiwa imetupwa baharini. Mheshimiwa Spika, nasema haya na ni mabaya kuyataja kwa sababu familia zilipoteza watu wao, lakini nayasema kwa sababu watu wakumbuke kwamba tumewahi kupita vipindi vya aina hii na vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, Mheshimiwa Spika, vilikomesha uhalifu wa aina hii. Havijawahi kushindwa. Vilikomesha uhalifu wa aina hii wa vikundi na wa mtu mmoja mmoja, na makao yao walipokuwa wameyaweka ndani ya nchi walikimbia, na wengine walikutana na mkono wa sheria. Vyombo vyetu havijawahi kushindwa. Mheshimiwa Spika, hata sasa vimeanza kujitokeza viashiria vya uhalifu kama huo ambavyo kimsingi havipaswi kupiganwa kwa kupeleka vikosi wala kupiga kampeni wala kusema tunapigana vipi, kwa sababu hii ni tofauti na vita ya vikosi kwa vikosi. Mheshimiwa Spika, tukiendelea kunyosheana vidole na kunyoshea vidole vyombo vyetu vya ulinzi na usalama, tutaacha adui aendelee na uhalifu huku sisi tukiendelea kushughulikiana sisi kwa sisi. Hili si jambo lenye afya kwa taifa letu. Isichukuliwe kuwa serikali imezuia watu kusema, wala isichukuliwe kuwa serikali haichukui hatua dhidi ya uhalifu.
ninachokisema Mheshimiwa Spika ni kwamba vita vya aina hii, nimetaja miaka yote na maeneo yote na muda wote ambavyo ilikuwa inatokea, vilipiganwa kwa intelijensia. Hivyo ni wasii wa Tanzania wenzangu, tuviache vyombo vyetu vya ulinzi na usalama vifanye kazi yao. Mheshimiwa Spika, wakati mwingine uchochezi wa adui huwa ni kwa lengo la kuzifikia rasilimali. Mataifa ambayo yana rasilimali za kipekee mengi yameingia kwenye matatizo kama hayo. Tunayo mifano yakiwemo mataifa yaliyokuwa na migogoro, mingine ilichochewa na waliokuwa na tamani rasilimali katika mataifa hayo. Migogoro hiyo iliisha tu pale rasilimali zilipoisha. Uchochezi mwingine katika mataifa mengi huwa unapenyezwa tu nyakati za uchaguzi kupitia wananchi kwa wananchi, wao kwa wao, wanapoelekea kwenye uchaguzi. Mheshimiwa Spika, ni wasii wa Tanzania sote tuwe macho. Hatuna taifa lingine. Mheshimiwa Spika, hatuna taifa lingine zaidi ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania. Nchi yetu ni hii, na utulivu, amani na usalama hatuna mbadala wake. Lazima tuendelee kufuata misingi iliyotufanya tukaishi mpaka muda huu tukiwa taifa moja. Tuishikilie ili tusije tukajaribu njia zingine ambazo mataifa mengine walipofuata walifikia kubaya. Watanzania, hatuna taifa lingine. Hatuna taifa lingine. We have to come down na tulilinde taifa letu. Mheshimiwa Spika, serikali